Nianze kuuliza swali hili kwa kamanda Jeffrey. Kwenye mchezo wa jana Fountain Gate na Young Africans, kuna dalili za kupeana? No, unajua inawezekana mimi na wewe tukawa na hisia zetu. Ndio. Lakini so far taarifa tulionayo ni kwamba Fountain Gate wamemchukulia hatua kipa wao. Naam. Na nimesikia kwamba taarifa kuna wengine wanasema kwamba amesimamishwa, kuna wengine wanasema kwamba ameondoshwa kabisa. Yeah. Kwa hiyo kama wao wenyewe Fountain Gate wameona hivyo, ndio ni ngumu sisi kuwa na hisia ya tofauti. Of course hakuna mtu ambaye hajui kwamba ligi yetu huwa ina mazingira ya vitu kama hivyo, na ni ngumu kuvipinpoint kwa Simba au Yanga kwa sababu umeona kwa mfano kilichotokea jana kilitokea kwa Simba msimu uliopita kwa kipa huyu, na unajua kuna aina ya magoli ambayo goalkeeper anafungwa, unajiuliza kabisa huyu kipa mbona katika hali ya kawaida ya kiwango chake huwa afungwe namna hii ama hapaswi kufungwa namna hii. Lakini pia usisahau kwamba tunaishi katika era ambayo ni majuzi tu kuna issue imetokea Kenya kwa goalkeeper wao wa national team Patrick Matasi. Na moja kati ya mechi ambazo zimezua maswali mengi actually ni mechi ya kimataifa, mechi ya kufuzu World Cup kati ya ilikuwa ni kufuzu AFCON ile kati ya Kenya na Cameroon. Ndio. Kwa hiyo kama jambo kama hilo linaweza likatokea katika high caliber match ya namna hiyo ya kimataifa, ligi kuu kwa nini yenyewe ndio isalimike? Ndio. Kwa hiyo kamanda, kwa hali halisi tu jana John Nobo amewapa Yanga magoli mepesi sana. Yes, mimi sitaki kusema kwamba eti kuna mazingira ya rushwa, lakini kocha wake mwenyewe Robert Matano umemsikia amezungumza wazi kabisa kwamba hajaridhishwa na kiwango cha goalkeeper na mistake zake ndio ziliwaondoa kabisa mchezoni na kufanya mechi ikawa ngumu. Kwa hiyo kwa kiwango kile alichokionyesha it's suspicious, lakini ni ngumu kuipinpoint kwa sababu hakuna mtu ambaye anaweza kukuletea ushahidi kwamba hiki ndio kimetokea. Lakini wale ambao wanakaa naye kila siku ambao ni timu yake Fountain Gate, tunaweza tukachukua kiu kutoka kwenye hatua ambazo wamechukua. Kabisa, hilo ni jambo la msingi kweli kweli. Na Evans, pasi na shaka kwa hiki ambacho kinaendelea kwa John Nobo, hii trend ambayo anakwenda nayo, CV yake kwa Tanzania imevurugika kabisa na imepangaranyika. Tofauti kabisa na jinsi ambavyo alikuja na alivyokuwa ameanza. Inaweza ikawa hivi. Naam. Kwamba watu wakiangalia namna ambavyo wanakosea, na sio mara moja, sio mara mbili. Imekuwa ni matukio ambayo yanajirudia. Hiyo ndio imekuwa changamoto kubwa. Na kwa Fountain Gate sio mchezaji wa kwanza kwa kwenye situation kama hii ya kuondolewa kwenye timu na vitu kama hivyo. Kuna wachezaji pia wamekukutwa na hiyo kadia, na ilikuwa ni mechi dhidi ya Pamba, na hisi kuna watu walikuwa kwenye mazingira hayo wakaondolewa na dirisha dogo wakatimkia zao Pamba kule. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinatokea kwenye mpira wetu na tunajua vinatokea mara kadhaa. Kuna watu wafai kufungiwa kabisa kwa biashara hizo za kujihusisha na upangaji wa matokeo kwenye mpira wa nchi. Kwa hiyo ni vitu ambavyo naamini vipo, ila kwa John Nobo kwa level ya daraja alilokuwa nalo sikutegemea makosa ya design ile kabisa. Yes, msimu uliopita aliyafanya, ila nilikuwa naamini anaweza kuboresha zaidi ya alichokuwa anakifanya msimu uliopita, kwa sababu ni goalkeeper ambaye cha kwanza kwenye mpira wa nchi ukiwa unatoka nje mipaka ya nchi, ukikosea tu watu tunakuvua vyeo, kwa sababu tunaamini sisi bado hatujafika kwenye hiyo level ya kucompete na hao watu, ila uwezo wa compete tunao kabisa. Hao wachezaji tunao, ni kwa sababu tu tunakosa imani ya kuamini hao wachezaji. Unawaza leo ni goalkeeper anatoka Nigeria huko anafanya makosa yale ambayo ukienda kwenye levels ya kawaida kabisa, hata ukienda kwa wachezaji wa under 20 sidhani kama anaweza kufanya mistake kama goli la kwanza ambalo anafungwa na Mzizi anaweza kufanya. Mpira unauona unakodondoka, ni kitendo cha kutenga tu mikono na kuchukua na unaondoka zako. Mwisho wa siku sijui amefanya alichokifanya ni nini, nafasi ya watu wamechukua. Kwa hiyo naamini kuna namna inamshushia ile CV. Hata kama mtu anahitaji goalkeeper, sidhani kama chaguo la kwanza linaweza likawa ni John Nobo. Sidhani kwenye level hiyo. Mtu anaweza akafikiria magolikipa wengine. Nobo inawezekana ni option ya mwisho kwamba nimekosa goalkeeper na ninahitaji mtu akae golini. Ndio unaweza watu wakakufikiria wewe. Na mwisho wa siku ikitokea labda Fountain Gate wanaachana naye, sidhani kama anaweza kupata timu ya ligi kuu kwenye nchi. Sidhani kama hiyo nafasi inaweza ikatokea, kwa sababu tayari hizo mistakes zimeonekana sio mara moja, sio mara mbili. Watu wakianza kuhusisha na biashara ya kuna mahali unaokota, wanaamini hata ukija kwenye timu yetu kuna siku utaokota, utatugharimu. Kwa hiyo naamini kuna mazingira tayari yameshakuwa magumu kwake.
kama ikitokea anaachana na Fountain Gate, naamini hii ni safari ya Nigeria moja kwa moja kupumzika. Naona bado kuna timu nyingine ambazo zinaweza zikamchukua na kuendelea kuishi naye kwa mazingira haya. Hayo. Sioni. Labda timu inaenda kucheza championship. Zinatokea, lakini tuangalie pia zinatokea katika michezo gani? Mara ngapi? Na mazuri anayoyafanya ni mangapi? Manake pia tukiangalia kwenye mistakes ambazo John Noble amezifanya za wazi jana, kuna baadhi ya saves ambazo zilikuwa ni za muhimu pia alifanya. Yani ndio maana nakwambiaje mamdogo, unaweza kuwa unafanya saves ila kuna nature ya magoli ukifungwa yanatia watu mashaka, na ndio maana jana unaona mpaka clips za michezo iliyopita ya matukio yaliyopita ya msimu na msimu jana yanarudi, ni kwa sababu imekuwa kama ni sehemu yako ya makosa. Sasa watu wakianza kunasibisha na kwamba kuna sehemu wewe unaokota, ni tatizo. Hakuna mtu mwingine anaweza akajitoa kafara kwamba ni kuweke golini wakati wewe unaokota mahali. Nikikutana na watu unaokota nao nimepoteza mchezo, siko tayari kuriski timu yangu kwenye maisha. Okay, sawa. Crown Media. Hapa ni nyumbani.